kama kajipata kuanzia kwenye derby performance ya wachezaji ambao walicheza. Nikasema nikikutana na wewe nitakuuliza Nasri Simba tuanze kuita asali na maziwa kwamba mnyama amejipata kwa namna ambavyo watu wanazungumza au bado? Hapana, timu ya Simba bado hajajipata. Nafikiri bado hapo kwenye process ya kutengeneza timu. Mnyama sasa hivi amna. Inawezekana kuna kitu tu walikuwa wanakitamani. Sasa wanaanza kuona kinakuja, kwa watu wana shauku fulani, wanaanza namna ambavyo unaangalia unaona bado hapo kwenye process ya kutengeneza timu. Wachezaji wao wanahitaji kucheza game za ushindani mara kwa mara ili kutengeneza partnership, kuzoeana zaidi. Of course si unaona hata wanavyoshangilia dhidi ya Yanga kwamba wamecheza mechi nzuri. Na of course walikuwa kwenye control ya mechi, sio? Wali create chance ngapi? Ukiondoa ile ya Loemba position ya kuongoza. Of course ndio maana nikakwambia walikuwa kwenye control ya mechi, sio? Manake game umeikamata. Game ukishaikamata manake unatakiwa umteketeze mpinzani wako. Create chance. Wali create chance ni ngapi? Ni ile ya Loemba. Zilizobaki zote hazikuwa chance za wazi. Kwa timu ya namna hiyo huwezi kusema kwamba imejipata. Mechi dhidi ya Dodoma wali create chance ngapi? Ile ambayo ilimalizia 0-0. Bado sema kuna positive ambayo ipo, na ndio maana hata baadhi ya mashabiki wao wanakuwa na morali ile na ile shauku. Kuna energy ambayo ipo, speed imeongezeka. Mfano wale mawinga wao wakiwa na mpira unaona kuna quality pale. Loemba, Chama, Mwalimu akikimbia unaona kwamba ni wachezaji wana nguvu, wana kasi. Kwa hiyo kuna kitu, lakini bado hakuna partnership nzuri. Kwa hicho ni kitu ambacho hakiwezi kuja vup, inahitaji time. Na ndio maana nakwambia ni timu ambayo bado ipo kwenye process ya kujipata. Ile kwa maana kwamba Nasri kwa performance ya Simba na Yanga sasa hivi inaonekana kama mnyama ana performance ya juu kuliko Yanga. Unajua tofauti ya hizi timu mbili, Yanga ni effective. Yaani Yanga unaweza kuona wanacheza kawaida, lakini wana mchezaji mmoja ambaye anaweza akafanya kitu from nowhere. Kwa maana kwamba kitu hicho kwa Simba hakipo. Sasa ndio inahitaji time ili huwezi yani ukafanya peke yako, lazima kuwe kuna chemistry, lazima kuwe kuna partnership. Loemba amekuja dirisha dogo na mechi za kwanza alikuwa anapata dakika chache. Ndio ameanza kupata nafasi ya kuanza hivi karibuni. Kwa hiyo unahitaji ule namba 10 wao kutengeneza chemistry nzuri na washambuliaji wao, na kina Mwalimu na wale washambuliaji wa pembeni. Lazima acheze nao wale wajue kwamba huyu anataka mpira mguuni, huyu labda huwa anakimbia kwenye nafasi, huyu mzuri hewani, nimwekee mpira. Mchezaji huyo hawezi kuipata leo kamleta kesho ukaiona. Inahitaji time, inahitaji mechi hizo za mara kwa mara ili wachezaji kujuana. Kwa hiyo ni kweli kuna kitu kinaonekana, kuna quality imeongezeka kwao, lakini bado wachezaji wao wanahitaji kucheza game za mara kwa mara ili kutengeneza partnership. Yanga ambayo ilitawala kwenye hii misimu minne, rudi misimu yote basi kulikuwa kuna partnership zinazoeleweka, kuna pattern unaziona, wachezaji wameelewana, kuna wachezaji wamekaa kwenye kile kikosi kwa muda mrefu wamecheza pamoja. Kikosi kile cha Simba karibu 70% ya wachezaji wao hawajawahi kucheza timu moja. Kwa hiyo haiwezekani leo tu wamekusanya group la wachezaji wewe kesho unakuja kusema timu ishajipata. Wewe utakuwa muongo, utakuwa unadanganya watu. Hakuna timu ambayo haihitaji time ili kuseto, kuganda kwa pamoja, yani kuwa timu kweli. Sasa hizi wana wachezaji wazuri, wana wachezaji ambao hawajahitaji time nyingi kuonyesha kwamba ni wachezaji, lakini bado huwezi kukwepa kwamba lile group la wachezaji walokuwa nalo linahitaji time ili kucheza vizuri kitimu. Na ndio maana mbona ulivyoniuliza hapo sijatumia lugha ngumu kuwatandika kwamba timu gani inasifiwa inacheza vizuri alafu haitengenezi nafasi. Sijatumia kauli kama hiyo. Kwa nini? Ni kwa ajili najua ile kwa asilimia kubwa wale ni wachezaji wapya, wanahitaji time. Lakini sasa ningesema bwana Simba mimi nawachukia, ningesema nyie mnasifiana mnacheza vizuri alafu timu yenu haitengenezi nafasi. Mechi 2 mmecheza vizuri alafu hamjafunga hata goli moja. Mechi 2 mmecheza vizuri, chance mliotengeneza hazizidi 3. Si ningetumia maneno kama hayo. Sijafika huko kwa ajili najua ni timu ambayo inahitaji time. Angalia upande Aura, upande Libase. Na pale kwenye eneo la namba 10 kuna Chama, kuna Loemba. Juu kuna Mwalimu. Au wachezaji wamewahi kucheza pamoja lini? Kabla ya Simba, nusu ya msimu. Loemba ametoka zake wapi? Kongo sijui.
alikuwa anacheza sijui ligi ya Kameruni. Oura ametoka zake Ulaya. Dirisha hili tunazungumzia. Chama ametoka zake Singida. Mwalimu alikuwepo pale pale. Hiyo ni front four ya Simba ya mbele. Unakujaje kusema hii timu ishajipata? Hao wachezaji tu yani wamekuja dirisha dogo, hawajacheza hata mechi 10 pamoja. Kwa lazima wanahitaji time ili kucheza kitimu zaidi. Saizi pair center back yao anacheza Toure na Rushin. Hawajai kucheza pamoja wale. Licha kwamba wote walisha kucheza ligi ya South Africa, lakini hawajai kucheza pamoja. Kipa wao mpya dirisha dogo. Unaenda upande wa kushoto kule anacheza nani? Nixon Kibabagi mpya. Katikati ya uwanja mchezaji ambaye anaanza ni Kagoma peke yake. Na pembeni huko anacheza Kapombe. Kwa hiyo ukichukua wachezaji 11 ambao huwa wanaanza mara kwa mara ndani ya Simba ni Kapombe, Kagoma, Rushin na Mwalimu. Wachezaji wangapi? 4. Timu katika wachezaji wangapi? Katika wachezaji 11 wanaanza 4. Wachezaji 7 wanazungumzia. Wachezaji 4 ndio ambao wameanza na timu toka msimu unaanza. Wachezaji 7 ni wachezaji ambao wamesajiliwa dirisha dogo. Tena hao wengine sio kwamba wana zaidi ya msimu mmoja ndani ya Simba. D-Rock amekuja msimu huu, Mwalimu amekuja msimu huu. Kwaona wao ndio kwanza hata mechi 15 za ligi hawajacheza pamoja. Unasemaje timu ishajipata? Kwa hiyo nafikiri wapo kwenye process ya bado ya kutengeneza timu yao ili icheze kwa maelewano zaidi. Kwa maana kwamba kama watalifanyia kazi viongozi kwa maana kuwabakisha baadhi ya nyota wakawapa muda mrefu, mnyama huenda akarudi kwenye makali yake. Nafikiri hicho ndio kikubwa. Huu msingi ambao waliopo nao hivi sasa wautunze vizuri. Kuna wachezaji wengi ambao ni wazuri. Then msimu ujao waongezee baadhi ya wachezaji. Wasifanye tena ambavyo kama wamefanya misimu mingi. Na ndio maana zinakuwa hizi stories za kwamba Simba anajenga timu zinachosha. Yaani wewe kila siku unasema Simba, na ndio maana kuna kipindi kingine mimi sisemagi Simba anajenga timu. Wewe unasemaje? Napiga tu. Sasa kila siku unasemaje timu inajenga timu? Kama kuna namna inabidi wabadilike. Lazima walinde. Sasa mimi kila siku timu ndio maana mimi na deal sometimes na viongozi wao. Siwezi kukaa kila siku nasema timu inatengeneza timu. Urudi kwenye msingi ambao walikuwa nao last season, ambao pia watu walikuwa wanasema wanatengeneza timu. Of course bahati mbaya Kamara aliumia, lakini ile eneo la back four lilikuwa nalo limejipata, kiungo namba 10, yani mawinga wao Mpanzu, Kibu, sijui nani, yani ulikuwa unaona kabisa wanahitaji wachezaji wachache ili timu, lakini ule msingi wote umekuja umeparaganyika, saizi wameanza upya. Na ndio maana tunazungumza hapa kutoka msimu uliopita kuja msimu huu, ni mchezaji gani ambaye wa Simba alikuwa kwenye kikosi cha msimu uliopita first 11 ambaye yupo kwenye first 11 hii? Ni Kagoma na nani? Kagoma kwa maana ya msimu uliopita, Kagoma na Kapombe peke yake. Wengine wote walobaki wapya. Kwa hiyo kama msimu uliopita mlikuwa mnatumia sentence ya kwamba timu inatengeneza timu, na msimu huu katika ile first 11 kuna wachezaji wawili tu. Manake ule ujenzi ambao mlianza kuutengeneza msimu uliopita haujawanufaisha kwa chochote, na ndio maana wote umepurukutika. Kwa hiyo kama saizi muhimu kwao, nafikiri sio tena, ndio maana hata mimi saizi shindili wala sifanye vitu vyovyote vya kuwakatisha tamaa. Nipo zaidi kwenye kujaribu kuwa kwenye upande pia wa kujenga zaidi na kutoa mawazo ambayo ni positive. Kwa hiyo msimu huu waongeze utulivu, walinde ili group la wachezaji waliokuwa nalo, ili msimu unaokuja yasije tena akawa tena kama ya msimu huu kwamba mnabakisha wachezaji wawili wa first 11 na sajili wengine 7. Akifanya hivyo kila siku atakuwa kwenye process ya kutengeneza timu. Bila shaka mnyama Simba wamekusikia, na kama watafanyia kazi pengine wenda tusisikie yale mambo ya kupeana masaa 72 kaka. Nikushukuru sana. Inshallah. Mtazamaji wa Mpira TV, nilikuwa na Nasri Alfani, ametoka kuzungumza mambo mengi yanayohusu mchezo wa Young Africans dhidi ya Singida, lakini pia amegusia kwa mnyama Simba ambaye ameonekana kama gari limewaka. Kwa upande wake Nasri yeye amesema ni gari ambalo kama litawekwa mafuta na baadhi ya vitu sawa, basi ngoma inaweza ikanyanyuka kwa mnyama Simba. Mimi ni 255 Keni, nyuma ya kamera ni Luke de Pablo. Hadi wakati mwingine.